Anole saunyege, anole saunyege, bashana ya Johnny Yesu. Anole saunyege ya, anole saunyege, anole saunyege, bashana ya Johnny Yesu. Angi utungmen maunyi mwenet, anole saunyege. Anole saunyege, bashana ya Johnny Yesu. Anole saunyege baba, anole saunyege, anole saunyege, bashana ya Johnny Yesu. Na tuombe. Baba mwenyezi na mwenye rehema, upende kusikia maombi yetu. Tunaposikiliza neno lako, tunaomba unene pamoja nasi. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Leo ningependa kusoma kitabu cha Mika 7:7. Mika 7:7. Biblia inasema, lakini mimi, kama ingekuwa msabu anasema ndagani, lakini mimi nitatazamia Bwana. Agase yeinde, ama aganye yeinde, ndamtazamia Bwana. Nitamngojea Mungu wa wokovu wangu. Mungu wangu atanisikia. Hii dunia tunakutana na mambo mengi. Kuwa mama, hata nyinyi kukusanyika kama wake. Kuwa mama ni ngumu saa zingine. Hata kuwa mzee huyu, lakini hata kuwa mama huyu zaidi. Je, mama atashindaje? Leo ningependa kuangalia Mika. Mika alihubiria watu waliopitia hali ngumu. Wakati shida zilikuwa mingi, na hata wakati changamoto zilikuwa mingi. Na hata nyinyi kama wamama mnapitia changamoto. Lakini kama ni wewe, lakini kwa mimi nitashinda. Licha changamoto za duniani, kama mama sema mbwani maabir, nitashinda. Kwa nini? Kitu cha kwanza, mimi nitamtazamia Bwana. Agase yeinde, mimi nitaona Bwana. Hata majaribu yakija, nitaona Bwana atanifungulia njia. Hata shida ikija, nitaona Bwana ataniwezesha. Mimi naambia kama wamama, mtazamie Bwana. Wamama ambao waliona ndoa hawakufaulu. Wamama ambao waliona vitu vya dunia hawakufaulu, lakini nyinyi ambao mmesimama ni kwa sababu mlitazamia Bwana. Na hata penye mlienda, Mungu mliweka mbele, tazamia Bwana. Shida ikija, ona Bwana. Kitu cha pili ni ya kwamba Mika anasema ya kwamba sisi tumngojee Bwana. Kwa nini tunangojea Bwana? Bwana anajibu ya kila jambo. Ukiwa na shida, anajibu. Yeye ni mponyaji. Mimi namngojea Bwana, namtumainia Bwana, kwa sababu yeye anajibu ya kila jambo. Hata pale ambapo hakuna njia, anafungua njia. Kitu cha mwisho, ninajua Mungu atanisikia. Nyinyi kama mama mkitembea na muombe, Mungu atawasikia. Kwa watoto wenu, Mungu atasikia. Kwa waume wenu, Mungu atasikia. Wakati mnapotembea, msikule tu maponi peke yake, apanye, lakini muongeze sauti kama vile mumeanza leo, na Mungu atawasikia. Naomba Mungu asikie maombi ya wamama hawa 10. Nimesema 10 ama 11? 10. Kasiende. Na wakati mnapoendelea hivi, Mungu awabariki na akutane na mahitaji yenu. Asante sana kwa kuanzisha umoja huu. Majaribu yatakuja, muache, lakini muendelee. Leo mmeanza, mko na 40%. Si mbaya. Kesho mtaongeza, itafika 60 na itafika 100 na mtaendelea. Na hii wazo si ilitoka kwa mtu, ilitoka kwa Mungu. Mungu wa amani awabariki. Amen. Mungu apanue mipaka yenu. Amen. Hii kikundi mnahitaji sasa. Sasa tukitaka kuombea na kuanzisha rasmi, paja tuseme Chesoga Chamnyogor. Yes.
Bwana akae nanyi. Wabarikisha kikundi hiki cha upendo kwa manyumba na jamii ambao wamekusanyika. Wamama wanapokutana na kutembeleana, uwabariki. Na leo ikiwa wameanzisha rasmi, tunaomba uwatangulie. Uwakirimie neema, wape nguvu na msaada wako wa daima. Baba mwema, tuwabarikisha na kuweka wakfu kikundi hiki kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.